Ndio akituzungusha hapa. Oh, nashinda ukikimbiza watu hapa kwa kichaka. Wewe utatoa mtoto, hata sisi ni watu. Sasa hamtanisaidia. Huyo mtoto ndiye tunataka, wewe tuwezi kusaidia. Mtoto ndiye tuko na haja na yeye. Hebu tuende kwa afande atatusaidia. Huyu mwanaume ako na nguvu. Nini? Fiti. Mwaje? Tuko poa. Shida ni mwizi wa watoto tumempata na hapa chini. Hata nyinyi mnanipima akili. Sasa hiyo mbio yote mnakuja kuniambia mwizi yako wapi hapa? Si hapa. Ameponyoka, tuko tumemshika. Huyo mwanaume ako na nguvu sana. Tulikuwa tumemshika akaponyoka. Mwizi? Kwa aliwaibia? Ndiye suspect mkuu. Mtoto wa nani? Wa huyu. Na mbona anakaa kulia? Nikaa ndiye ameibiwa. Sasa unajua mtoto ni wa kila mtu. Mtoto ni wa kila mtu. Haya, mmempata wapi? Tumempata mahali akiwa amekaa huko kwa nyasi huko chini na katoroka akaenda. How sure you are? Vile tumemuitania ametubembeleza kidogo akatoa siri ni yako na mtoto. Alafu anaitisha sasa vile anatuitisha 100,000 tunamtolea wapi? Hai maisha. Anaitisha ngiri 100. Juu ya mtoto. Na mtoto si wake ni wewe. Yenye imefanya tujue ni yeye. Ametisha pesa. Alafu pesa. Na mlijua aje ako huku nyinyi wenyewe? Ni tumeambiwa na watu kuna mahali amezoea kujificha na huko. Anaonekana sasa tulikuwa tunaenda kuangalia kama tunaweza pata mtoto hiyo area. Na mwenye aliwaambia ni akina nani? Ni mama fulani alituambia kijana mfupi hivi mweusi alimwona huo mtoto. Sasa mkamfuata polepole. Sasa vile alituona akaanza mbio. Na sisi ni akina nani? Wa mama. Nyinyi ni wa mama. Tukapiga nduru. Wale wako na nguvu za kike. Tukamwachilia chini. Mlikamata. Na mbona hamkufinya zinga sasa? Mama yako na nguvu. Alikuwa na nguvu. So umesema mtoto ni wako. Ako na miaka ngapi? Ako na miaka 5. Na alikuwa wapi akiibiwa? Alikuwa anacheza huko nje. Na wewe ulikuwa wapi akiibiwa? Nilikuwa kwa nyumba nikifanya 1 2 3. 1 2 3 ndio nini sasa? Si kufanya kazi kidogo kwa nyumba. Hauna jirani? Wako. Sasa watu walikuwa wanacheza bola hapo nje. Nikakuja nikaambia unajua ni nani? Mimi ndo nilimwambia mimi jirani yake. Wewe uliona mtoto akienda? Nilimuona. Nice. So uliona mtoto akienda, si ndio? Wewe hujauza mtoto wenyewe? Hapana. Huyu jamaa hizi kwa rafiki yako? Hapana. Ndio kuna mtoto wako. Natoa mtoto wangu. Na anakuleta kwa kichaka. Sikuingia mtoto. Niliona jamaa na mtoto wa huyu. Nikafikiria ni rafiki ya huyu. Amezoea kuimba wanaume wenyewe. Nani? Huyu. Sasa kujulikanangi ni mgani. Atumesema? Huyu? Anaibanga wanaume wenyewe. Aliniibia wangu. Huko umemweka wapi akijua? Sasa hata tunashuku. Inaweza kuwa labda hata ni mmoja wao. Tumeletea afande ama ni story za mtoto? Lazima kila mtu aseme yake. Inauma. Wewe unaumwa na mtoto, mimi naumwa na bwana. Na mama utatafuta mtoto. Unajua jana nimekuwa nikitafuta huyu mwenye at least nilisikia ameiba watoto 3. Na nilikuwa nasikia alikuwa kwa single room. Hiyo single room ilikuwa tu na carpet. So sijui kama nyinyi bado ni majirani. Sasa kama bado mnaibiana mabwana. Na suri niambia tu hivi. Acha kucheza wanaume wenyewe kwanza. Sasa mambo ya wanaume imetokea wapi? Wewe uliniambia umepata huyo mwanaume na ulisikia ako kwa? Huyo mwanaume kwa kijiji alikuwa amepita na mtoto wako. Mimi nikafikiria ni rafiki yako. Mtu wako. Mtu wangu tena. Ngoja. Kwa hivyo mtu wake ndiye ameiba. Unaona alikuwa mtoto anamshika mkono. Sasa mtoto akishika mkono mtu ajui. So anaweza kuwa mtu wako ndiye ameiba. Alafu hapa ashinde akituzungusha hapa. Nashinda ukikimbiza watu hapa kwa kichaka. Wewe utatoa mtoto, hata sisi ni watu. Sasa hamtanisaidia. Huyo mtoto ndiye tunataka, wewe tuwezi kusaidia. Mtoto ndiye tuko na haja na yeye. Unaweza kuwa unajifanya hapa na labda wewe ndio umeuza mtoto hapa. Ama hiyo ngiri 100 wewe ndio unataka. Unauza mtoto. Na mbona mtu aitishe pesa na kuna mtoto wako na ukubali kumpea? Na kwanza unakuwa mpole sana. Mbona umekuwa mpole? Hapana. Amekuwa mpole, anambembeleza hadi kesi tajitoa mwenyewe. Niambieni sasa. Unajua ameleta stori za bwana kuibiwa. Na hapa ni kesi ya watoto. Acha na huyu.
Mimi huyo mwanaume nilikuwa nampendeleza nimuigize box. Ndio tuelekeze kwenye mtoto wake. Apande. Unaona mwenye alikuwa anambembeleza huyo mwanaume alikuwa na mtoto wake. Umeelewa? Sasa anaweza tuelezea kwani wako na uhusiano gani na yeye. Msikia anasema? Najua mimi nashangaa urafiki yenu anasema sijui bwana ameibiwa nani ameibia bwana. Na anasema wewe Sahi tuongelee mambo ya bwana. Niambie sasa huyu mtoto aliibiwa siku gani? Jana pia nimekuwa nikitafuta mtoto. Saa ngapi? Niko kitu saa 9 hapo. Saa 9. Sasa kwa hii kichaka naye amwambia mkuje hapa. Sijielewa vizuri. Huyu rafiki yangu ndiye ameniambia. Ati alisikia kuna jamaa anakaa pale chini. Hapo kwa mto. Karibu na mto hapa juu. Hapo kwa hiyo ako kama msitu. Ako homeless, hana nyumba. Analalanga tu ati bwana analalanga tu hapo. Na nikamuona jana saa 11 na mtoto. Huko mahali mnaishi. Sasa huyu ndiye amenionyesha njia yenye tutapita hadi tukafikia hiyo mwanaume. Na tumempata na yeye anandaisha pesa mingi 1,100 ataonyesha mtoto kwenye yako. Na Mungu mpiga. Tungemchapa. Hata mngekelea mawe ya kufa at least mpate hapo. Lakini yeye ako na nguvu sana huyo mwanaume. Ako na nguvu gani za kiume ama? Anakula vizuri. Wewe si kama hapana. Kwa watatu tunamuinua hivi tunashinda. Sasa unajua nyinyi wanawake hamnanga nguvu, hamnanga muscles. Lakini mangumi amekula. Karibu hadi nimtemee mate. Amekula mangumi? Sana. Mpaka huku tunanyinyi. Wapi? Huko wapi? Unauliza. Mmevinya? Kabisa. Ni wazuri bwana. Ni si wazuri. Otherwise, tutafanya investigation tujue what is happening because jana nimepata jamaa mmoja tu hii area. Sasa nimerudi leo sijamuona. Sasa tumepatana, nikaa tumepitana some few minutes ago. Kuna jamaa alikuwa amekaa hapo. Si ndio huyo? Alikuwa aje? Mrefu ama mfupi? Mweusi. Sasa mwenye alikuwa hapo ni kama ni ndugu yake, alikuwa mrefu. Alikuwa amevaa kofia ya sweta hivi. Wajana sikumuona na sweta. Ndio nilikuwa nasikia pia ameiba watoto. Ama kuna mahali wanaweza kuwa wanauzia hapo watoto. Ni trafficking ama ni kuua watoto? Tena kuua. Sasa nisaidie afande. Mungu saidia. Nisaidie. Kama hii gunia hii ni gunia? Ama anaweza kuwa hapo. Angalia. Ni gunia kweli? Hebu tuone labda anaweza kuwa hapo. Hapana, hii I think ni nguo yake. Hii iko na bag. Hii ni nguo yake. Ni nguo yake, anabadilishia nguo hapa sio? Tutafanya investigation because watoto hawezi kuwa wanapotea venye wanataka. Hiyo haiwezekani. Ni uchungu, si ndio? Kupata mtoto ni uchungu. Mpata ni uchungu. Okay. Unamaanisha usipopata mtoto ni uchungu? Kupata mtoto ni uchungu. Na ukiprocess mtoto ni uchungu. Nasikia uchungu ama ni uchungu utamu? Uchungu. Mkiprocess mtoto. By the way. Hiyo ni uchungu. But I can assure you mtoto lazima atapatikana. Sawa. Na umeona dalili yote? Mlisikia kelele ya mtoto hapa karibu? Tulikuwa tunasikia mtoto akilia. Tukafika tukasikia sauti tena imeisha, atusikii sauti yake tena. Sasa tukashindwa imepotelea wapi? Na huyo jamaa tumejaribu kumuuliza penye hiyo sauti inatoka pia hajasikia. I wish ningepata huyo jamaa. Haki apande. Juu maovu hizi kwa tu inaendelea hivyo na sisi tunaangalia. Haiwezi. Na next time mnafaa mweka at least watoto mahali wanaonekana. Mna discipline watoto vizuri. Sasa tutasaidia aje apande? Sasa lazima nikwame hapa sasa. Mimi nitatoka hapa mpaka at least nione kama wamekutana tena juu ni kama wana cooperate. Sijaona pikipiki hapa, sijaona gari, sijaona njia. Ni watu tu wa mashamba naona tu hapa. Sasa hapa utawapata aje hapa kuna? Kama nilifuata mmoja jana nikampata, kama amekaa hapo. Na kwa nataka nione sura yake. Unajua huwezi attack mtu direct. Lazima ufanye investigation. Hata afadhali nyinyi mnapata opportunity ya kupiga tampata. Si mrefu na ni mweusi. Mweusi. Lakini ameunga kidogo. Wote ni weusi bwana. Lakini ameunga kidogo. Ameunga. Ameanza kutamani mwanamume. Si hivyo.
Si hivyo. Ndio nimemlike. Amemlike. Si ndio? Wewe unaibanga Sasa ni rafiki kweli. Umekuja kunisaidia, mmekuja kunigeuka. Ndio, si kama afande. Si unaona afande mwili yake ni kidogo. Sasa yeye yako na unataka vitu kama hivi bwana. Ai. Yeah. Wewe unataka vitu kama hivi. Sema ni timu bora hii.